Ujumbe mkali wa asubuhi kutoka kwa Boniface Mwabukusi umetikisa nchi ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mapema kabisa alfajiri ya Januari 6 mwaka huu, ambayo ilikuwa asubuhi ya leo, ujumbe mzito ulitoa kwenye mitandao ya kijamii na kuamsha hofu ambayo wengi walikuwa tayari wanaizungumza kwa sauti ya chini. Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa Tanganyika Law Society ama TLS alitangaza wazi kuwa Tanzania inashuhudia shambulio lililoratibiwa dhidi ya kanisa Katoliki, shambulio ambalo halilengi viongozi wa kanisa pekee bali inaelekezwa kwenye kiini cha katiba, haki za binadamu na uhuru wa kuabudu. Kauli hiyo haikuja kama nadharia bali kama hitimisho la mfululizo wa matukio yanayoonyesha mwelekeo mmoja ambao ni dola inayozidi kuona sauti za kimaadili kama tishio. Kiini cha shutuma hizi ni kile kinachotajwa ama kinachoitwa vikao vya hadhara vinavyoendelea nchini, vinavyodaiwa kukusanya ushuhuda wa ndugu wa watu waliotekwa au kupotezwa. Lakini kwa mujibu wa Mwabukusi vinatumika mahususi kuchafua jina la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na hasa katibu mkuu wake Padre Charles Kitima. Vikao hivyo ni sehemu ya mpango mpana unaodaiwa kuwa na jumla ya mikutano 27 ambapo tayari mikutano 5 ilikuwa imefanyika kufikia Januari mwaka 2026. Na katika mazingira ya nchi inayotikiswa na utekaji, mauaji na hofu ya dola, mpango huu huonekani kama juhudi ya haki bali kama mbinu ya kisiasa iliyofichwa kwa sura ya huruma. Kwenye ujumbe wake, Boniface Mwabukusi alisema kuwa hatutaendelea kukaa kimya dhidi ya uovu. Hii ni project yenye sessions 27 mpaka sasa zimefika 5. Nadhani huu sio uchokozi dhidi ya TEC, Father Charles Kitima, mapadre wala watawa wa Katoliki wa kweli kwenye mapinduzi ama mapenzi mema. Ni shambulio dhalimu dhidi ya kanisa na wapenda haki. Kuruhusu TEC, Father Charles Kitima, mapadre na watawa wa Katoliki kushambuliwa na kubagazwa ni kuruhusu utekaji na udhalimu kutamalaki. Kama TEC ilisimama na umma na Watanganyika hakukuwa na kosa lolote, sasa Watanganyika kwa umoja wetu kusimama na TEC kukabili uovu wa wapangao maovu. Na umma huo wa Watanganyika utakuwa na haki ya kutumia njia hizo zinazotumiwa na udhalimu, reciprocity, kukabili udhalimu huu. Hili ni shambulio dhidi ya kanisa, shambulio dhidi ya watetezi wa haki za binadamu, ni shambulio dhidi ya katiba na uhuru wa kuabudu. Ujumbe wake Boniface Mwabukusi ambao pengine unawasi wananchi kutokea nje ili waweze kuandamana kama njia ya kusitiri kanisa Katoliki. Ujumbe wa Mwabukusi ulipewa jina la Kiswahili lenye uzito wa kihistoria na kimaadili, ukisisitiza kwa kukaa kimya mbele ya uovu ni kushiriki katika uovu huo. Alihimiza mshikamano wa kitaifa na ulinzi wa uhuru wa kuabudu, akitambua kuwa kinachofanyika dhidi ya kanisa Katoliki leo kinaweza kesho kuelekezwa kwa taasisi nyingine yoyote itakayothubutu kuhoji mamlaka. Kauli hii ilitolewa katika kipindi ambacho Tanzania imekuwa ikiripotiwa kuwa na zaidi ya watu 100 waliotekwa au kupotezwa tangu mwaka 2025, wengi wao wakiwa wakosoaji wa serikali, wanaharakati au wanasiasa wa upinzani. Mazingira haya hayawezi kueleweka bila kurejea mporomoko mpana wa hali ya haki za binadamu nchini. Na tangu mwanzo wa mwaka 2025 kumekuwa na ongezeko la utekaji wa watu, mashambulizi ya kisiasa na mauaji yasiyoeleweka, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Ripoti za mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu zilionyesha mifumo ya ukandamizaji iliyolenga kudhoofisha mchakato wa kidemokrasia. Viongozi wa upinzani, wanahabari na wanaharakati wa kiraia walijikuta wakikamatwa, kutekwa au kushambuliwa bila uwajibikaji wa wazi wa dola. Mojawapo ya matukio yaliyotikisa nchi ni kuuawa kwa Ali Mohamed Kibao mnamo Mei mwaka 2025 baada ya kutekwa. Kifo chake kiliongeza hofu kwamba utekaji haukuwa tena onyo bali hukumu ya mwisho.
na tukio hilo lilitokea wakati ambapo sauti za ukosoaji dhidi ya serikali zilikuwa zikiongezeka, na lilituma ujumbe wa kimya wenye nguvu kuliko matangazo yoyote ya kisiasa. Ndani ya giza hilo, Kanisa Katoliki lilichagua kutonyamaza, na kupitia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, kanisa lilitoa kauli nzito mnamo Oktoba mwaka 2025 likilaani utekaji na mauaji, likisisitiza kuwa haki ya uhai ni ya msingi na haiwezi kujadiliwa. Kauli hizo ziliweka kanisa kwenye mstari wa mbele wa mapambano ya kimaadili, jambo ambalo kwa historia ya siasa za Tanzania limekuwa likivutia upinzani wa dola pale mamlaka inapohisi kukosolewa hadharani. Padri Charles Kitima amekuwa uso wa msimamo huo, akiwa msomi wa kiwango cha uzamivu na mtetezi wa haki za binadamu. Alizungumza wazi kuhusu mageuzi ya uchaguzi huru wa kisiasa na uhalali wa kuwashikilia viongozi wa upinzani kinyume cha sheria, akiwemo Tundu Lissu. Kauli hizi hazikubaki bila gharama binafsi. Usiku wa Aprili tarehe 30 mwaka 2025, Kitima alivamiwa na kushambuliwa kikatili katika makazi yake ndani ya eneo linalolindwa na sekretarieti ya maaskofu jijini Dar es Salaam. Shambulio hilo lilionekana kama ujumbe wa wazi kwa yeyote anayedhani kanisa linaweza kusema bila athari. Mashambulizi dhidi ya viongozi wa kanisa hayakuishia hapo, kwani Oktoba mwaka jana Padri Camillus Aaron Nikata alitekwa, kuteswa na kuachwa porini akiwa katika hali mbaya kiafya kwa kosa la kudai uchaguzi huru wa haki. Padri mwingine Sekabira aliwekwa kizuizini bila mawasiliano kwa wiki kadhaa kwa tuhuma zilizoonekana kutengenezwa zikifanana na mbinu zinazotumika katika nchi jirani kwa Uganda dhidi ya wanaharakati. Mlolongo huu wa matukio unaonyesha mkakati wa kutisha viongozi wa kiroho wanaojitokeza hadharani. Baada ya uchaguzi, hali ilizidi kuwa mbaya. Maaskofu walitoa wito wa maombi ya kitaifa na kulaani mauaji yaliyofuata matokeo ya kura, na badala ya kusikilizwa kulianza kuonekana dalili za kulidhoofisha kanisa kwa ndani. Ripoti za Disemba mwaka huu zilidai kuwa watu walilipwa ili kuandamana katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania, wakitoa tuhuma za uongo dhidi ya Padri Kitima. Na hapo ndipo vikao vinavyotajwa na Mwabukusi vinapoingilia, vikidaiwa kutumia simulizi za mateso kuunda picha ya kanisa lenye ajenda ya kisiasa, hasa kuliuzisha na Chadema. Mwabukusi akiwa mwanasheria mwenye heshima kubwa na wafuasi zaidi ya 66,000 mtandaoni, ameibuka kama sauti muhimu ya upinzani wa kiraia, na tangu achaguliwe kuongoza TLS mwaka 2024 amekuwa mstari wa mbele kukemea utekaji wa wanaharakati kama Mdude Nyagali na wengine. Kauli yake ya Januari tarehe 6 umeakisi hasira pana ya umma inayohisi kuchoka na hofu na propaganda. Majibu ya wananchi yalionyesha kuchanganyikiwa, hasira na kiu ya uwajibikaji, huku wengine wakiona tukio hili kama kilele cha kushindwa kwa uongozi wa kisiasa. Athari za yote haya ni pana na nzito, kwani katiba ya Tanzania inalinda uhuru wa dini, lakini vitendo vinavyoonekana kuvumiliwa au kuratibiwa dhidi ya Kanisa Katoliki vinatuma ujumbe wa hatari. Tayari kumeshuhudiwa kufungwa kwa makanisa na kuwekwa kwa vizuizi vya polisi dhidi ya mikusanyiko ya waumini, ikiwemo kwa makanisa ya viongozi waliokosoa serikali. Kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na vyombo vya habari vya kidini vimeanza kulinganisha Tanzania na mifumo ya kiimla inayotumia dini kama uwanja wa vita vya kisiasa. Tanzania kwa muda mrefu imejivunia sifa ya amani ya kidini na utulivu wa kijamii katika Afrika Mashariki, na sifa hiyo sasa iko hatarini. Migawanyiko ya kidini ilikichochewa au kuvumiliwa huacha majeraha ya muda mrefu yasiyotibika kirahisi. Zaidi ya hayo, kunyamazisha taasisi za maadili kunavunja nguzo muhimu ya uwajibikaji wa kitaifa. Mwisho wa simulizi hili hauleti faraja bali onyo. Kampeni dhidi ya Kanisa Katoliki si tukio la pekee bali dalili ya mmomonyoko mpana wa demokrasia na utu wa binadamu. Ukimya,
uoga na kujifanya kutoona vitendo hivi kunajenga kesho yenye giza zaidi. Na Tanzania iko kwenye njia panda ambapo maamuzi ya leo yataamua kama taifa litaendelea kuwa jamii inayolindwa na katiba au uwanja wa hofu na utawaliwa na nguvu. Historia inaonyesha wazi kuwa uovu unapopewa nafasi ya kukua bila kupingwa ulipa kwa gharama ya kizazi kizima. Na Tanzania bado ina nafasi ya kuchagua tofauti, lakini muda unakwenda kwa kasi. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi na zingine bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.